السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحنان المنان العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين القائل وهو أصدق القائلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك
على هذا الرسول الكريم والنبي العظيم سيدنا محمد. أما بعد فأوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika shukrani za dhati za mstahiki Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu, na mwanadamu kila wakati yatakiwa amshukuru Mwenyezi Mungu katika yale mazuri alopewa, ndio Mwenyezi Mungu apate kumzidishia mazuri yale. Na ndivyo aya ilivyotuelezea ikituambia, la in shakartum la azidannakum, mukishukuru kunishukuru mimi Mola wenu nitawazidishia. Kwa hiyo mwanadamu hana namna, ni jukumu lake kila wakati aseme alhamdulillah. Alhamdulillah, kumshukuru Mwenyezi Mungu si lazima iwe umeona neema za dhahiri ulizopata. Mtu aone amepata mali, mtu aone amepata. Hiyo siha, afia, hauko hospitali, watembea mwenyewe, wapumua, hilo tu latosha kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kadhalika tukithirisheni kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hasa katika usiku wa jana ambao ni wa kuamkia leo na leo, kwani mtume sallallahu alaihi wasallama ametupendekezeshea hilo, akituambia fanyeni wingi kuniswalia katika usiku wa Alhamisi pamoja na mchana wa Ijumaa, fil lailatil gharra'i wal yawmil azhar. Kwa tukithirisheni kumsalia mtume. Na jambo la tatu, ndugu zangu, tuhusianeni takwa, hasa katika zama hizi. Tuhusianeni kumcha Mwenyezi Mungu, kwani hakuna kufaulu si dunia si akhera illa ni kwa anayemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ni mwingi wa hikma, na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ni mwingi wa kumuacha mja wake aendelee katika lile analolitaka, ili siku Mwenyezi Mungu akimshika basi yule mja asiwe na namna ya kujitetea. Na ndio utaona yule mwenye kufanya maasi Mwenyezi Mungu humpa neema. Yeye kila akizidisha maasi yuzidisha kuneemeshwa. Waka utajiuliza, mbona mimi ninayefanya twaa hohehahe, sina mbele sina nyuma, fulani ambaye ndiyo maasi mkubwa yeye ndio yapewa neema zote, yeye ndio mazuri yote? Kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuamwachia. Ile hadithi ya mtume, inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflithu, Mwenyezi Mungu humwacha tu yule dhalim, ili siku akijamshika namna hii yule dhalim asimshopoke. Yani hawezi kabisa kumshopoka Mwenyezi Mungu, kwa sababu alipatiwa nafasi afanye, kama mkurudi nyuma arudi, lakini hakurudi. Sasa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ni mwingi wa hikma, na miongoni mwa hikma zake ni kwamba wakati mwingine mja ataona yuko katika jambo zuri, kumbe ndio yuko katika jambo linalomwangamiza. Miongoni mwa hikma za Mungu, yani mtu aweza akasimama mbele za watu akathibitisha na mishipa ya koo ikamtoka kwamba yeye ndio yuko kwenye usawa,
kumbe ndio amepotea namna hiyo. Kwani sisi hatuoni walioko katika dini zingine zote isiyokuwa Uislamu wanaposimama kuzihubiria dini zao, kuzihubiria kwa bidii ama hawana bidii? Tena kwa kujitolea, mpaka utakwenda kuwaona wanatokwa na majasho, yani wanapata tabu. Kumbe katika ile kujisumbua yuwaona ndio yuwafanya, kumbe Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hapo hapo ndio yuwazidi kumuacha, ili mwisho wa siku Mwenyezi Mungu amshike. Na ndio katika msemo wa wale wa Arabu, msemo mzuri, idha arada Allahu an yuhlika namlatan ambata laha janahain. Mwenyezi Mungu akitaka kumwangamiza chungu, huyu chungu huyu humpambawa. Ukamwona chungu ameambawa, anapomeambawa akajiona kama mimi naweza na kuruka, kumbe Mwenyezi Mungu amtaka akiruka, akianguka afe. Katika kule kujiona ameinuka, kumbe ndio maangamivu yake alikuwa yanaingilia hapo. Na ndio hivi ambavyo itampata mtu yoyote ambaye huwa akijiona amekuwa, akawa yajaribu kujitetea katika lile lake alonalo, kumbe ndio hapo hapo maangamivu yake Mwenyezi Mungu amejalia. Na ndio Mwenyezi Mungu humtilia mtu kitu kinachoitwa kujiona. Ule wakati wewe ukimjaribu kumnasihi, huwa yeye yuwajiona kweli kweli, yuwajiambia moyoni, hapana mimi. Sasa kule kujiona, kumbe kwa muingiza katika nini? Katika maangamivu. Angalia mfano mzuri, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu alimtilia Ibilisi kujiona katika maumbile. Amemwona Nabii Adam akifinyangwa udongo wake. Yeye Ibilisi tayari ni kiumbe. Nabii Allah Adam wakati ameshashakiliwa katika namna ya mwanadamu, Ibilisi kahumzunguka. Ni nini hii? Kisha huku moyoni, kwa kuwa amemuona akiumbwa na udongo, ikawa zile fikra zinampitia kwamba huyu hata ikiwa mwanadamu, ikiwa kiumbe hichi, hawezi kuwa kama mimi. Kwa hiyo kule kujiona kukaa kumeingia. Nabii Allah Adam wakati wa roho, Mwenyezi Mungu akawaamrisha malaika wote wamsujudie Nabii Adam. Ibilisi hakusujudu kama sote tunavyojua. Akaulizwa, mbona hausujudi lima khalaqtu biyadayya, nilichokiumba mwenyewe, mbona haukisujudi? Akamjibu Mwenyezi Mungu, na huku yuwaona kwamba yeye yuko kwenye usawa, amwambia Mwenyezi Mungu, ana khairum minhu, mimi maumbile yangu ulioniumba nayo ni bora kuliko maumbile yake. Kwa hiyo akapitiwa na kitu kujiona katika maumbile aliyoumbwa nayo. Na ndio baadhi ya matatizo wakati mwingine ambao sisi tunayo. Atapita mtu maskini mgonjwa ambaye ni kilema, mimi na wewe ambao tu wazima tutamwangalia, kisha tutajiona sisi ni kivovote, mimi ni bora kumliko huyu kilema. Wakati kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hakuangaliwi mwili wako, hakuangaliwi wewe ni mzima ama si mzima. Na kama kuangaliwa hilo, basi hoja ya Ibilisi ingelikuwa na nguvu. Amwambia Mwenyezi Mungu, mimi ni bora kumliko huyu. Kwa nini? Kwa sababu maumbile yangu na mwili wangu umeumba na moto. Khalaqtani min nar, na huyu mwili wake na maumbile yake umeyaumba na udongo. Na moto na udongo, bora zaidi ni nini? Ni moto. Alipoingiliwa na kitu kujiona katika maumbile yake, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu mshakwisha alifanya nini? Alimwangamiza. Ndio maafa ya kujiona. Akafukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu. Mpaka leo kila Muislamu ulimi wake kila wakati huo ukisema a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Arrajim maana yake aliyefukuzwa katika rehema za Mwenyezi Mungu, ndio maana ya arrajim. Kilichomfanya kufukuzwa nini? Ni kwa sababu alijiona. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamtilia kitu kujiona katika maumbile. Yaani mtu akiketi akajiona maumbile yake yeye ni bora, kile kitendo cha kujiona
kwamba mimi niko sawasawa, mimi si mgonjwa, mimi ni miraba minne, mimi nimefura, hicho kitamtia katika maangamivu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametukataza sisi kuwa na sifa kujiona. Amesema nini Ibn Taymiyyah? Atuambia aghlabu ya kujiona husuhubiana na ria. Mtu mwenye tabia ya kujionaona aghlabu yajionyesha. Asema na mtu mwenye kujionyesha si kweli anaposema iyyaka na'budu, kwa mwenye kujionyesha huwa si kweli. Amwambia Mungu mimi nakuabudu, lakini si kweli, ibada yake si kwa ajili ya Mungu tu. Asema na mwenye kujiona naye si kweli anaposema iyyaka nasta'in, hataki msaada kwa Mungu, kwa sababu yeye ajiona tayari, ajiona mimi naweza kujisaidia mwenyewe. Anapomwambia Mungu iyyaka nasta'in, huwa si mkweli. Ambaye ni mkweli katika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni yule ambaye hajioni, hajionyeshi na wala hajioni. Huyo ndio huwa ni mkweli. Kwa hiyo Iblis alitiliwa kujiona katika mwili wake, Mwenyezi Mungu mwisho wa kuisha akamwangamiza. Mfano ambao Mwenyezi Mungu mwingine ametupa, yani namna Mwenyezi Mungu aweza kutia kitu kujiona kwako na kikakuharibia. Mwenyezi Mungu atupigia mfano katika suratu Fussilat kuhusu watu wa Adi. Mwenyezi Mungu asema fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa. Walipewa nguvu watu wa Adi, nguvu kweli kweli. Wadhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Walipewa nguvu kiasi cha kuwa walikuwa wakitembea namna hiyo wajiona. Mtu yasema man ashaddu minna quwwa, nani mwenye nguvu kama sisi? Nani? Hakuna manake. Na kwa namna Mwenyezi Mungu alivyowaumba, zile nguvu walizopewa zikawa ndio sababu za wao kuangamia kwa kule kujiona na zile nguvu zao. Mwenyezi Mungu asema waqalu man ashaddu minna quwwa. Mbele ya aya Mwenyezi Mungu akawauliza awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Hawajui kwamba Mungu aliowaumba ana nguvu kuwashinda wao? Wao wajiona na nguvu zao, kumbe zile nguvu na kule kujiona ndiko kuna kuwapelekea katika maangamivu. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ukijiona na mwili wako waangamia, na ukijiona kwa nguvu ulizonazo waangamia. Na mfano tuliopiga wa maangamivu ya Ibilisi kwa kujiona na mwili wake ni katika Qur'an, na mfano tuliopiga wa maangamivu ya watu wa Adi kwa kujiona kwa nguvu zao ni katika Qur'an. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu katika kutuonesha namna gani aliwaangamiza watu wa Adi, mbele ya aya ya 16 Mwenyezi Mungu atuambia fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin nahisat, tuliwatumania upepo mkali katika siku zenye nuksi. Na ndio maana hapo baadhi ya wanazuoni wakasema ziko siku ambazo huitwa siku za nuksi, na wakapendekeza baadhi ya siku. Wengine wakasema mwisho wa mwezi tarehe 27 mpaka 30, kila mmoja akatoa maoni yake. Lakini Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani tukawaangamiza katika siku za nuksi, siku za nuhsi, tukawatumia upepo wote wakaangamizwa. Wameangamizwa kwa nini? Kwa sababu ya kujiona kwamba sisi tuna nguvu. Nenda katika baadhi ya mifano ambayo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ameituonesha. Miongoni mwa mifano ambayo tumeoneshwa ni pale mtu anapojiona kwa sababu ya nasaba. Yani wakati mwingine hiyo nasaba ulojaaliwa ukijiona nayo, kumbe wewe ndio uenda katika maangamivu. Mtu akaketi ikawa yajiona kabisa kabila gani bora kama letu. Mtu akaketi ikawa yajiona kabisa nani mwenye nasaba nzuri kushinda nasaba yangu. Kile kitendo cha kujiona katika nasaba, katika kabila na ukoo,
kumbe chamtia katika maangamivu. Na ndio katika mifano ambayo huwa tunapiga, Mtume sallallahu alayhi wasallama katika siku ya kufutaha mji wa Makka alimwamrisha Sayyiduna Bilal apande juu ya Al-Kaaba adhini. Alipopanda juu ya Al-Kaaba kuadhini, baadhi ya wale waliokuwa pale ambao wameingia Uislamu hivi sasa, wameingia jana, wameingia muda si mrefu, maneno yakaanza kuwatoka, maneno ya kujiona. Baadhi yao ikawa wanasema, ama wajada Muhammadun ghaira hadha al-ghurab al-aswad muadhdhina, Muhammad hakupata muadhini mwingine isipokuwa huyu kurabu mweusi, wakimkusudia Bilal. Yani wao wajiona kwa zile rangi, wajiona wao ni bora kuliko Bilal. Muhammad bora angetafuta muadhini mwingine, huyu basi. Mwingine akasema, alhamdulillah alladhi qabadha abi hatta la yara mithla hadha al-yawm, mimi namshukuru Mungu kumuondosha babangu duniani mapema, ili leo asijeona unyonge tunaooneshwa wa kupandishiwa watu kwenye Al-Kaaba, watu ambao hawana nasaba, watu ambao hawana makabila, watu ambao rangi zao mbaya. Namshukuru Mungu kumuondosha, manake leo angeliona haya sijui angeliumia kiasi gani. Yani mtu akaona kabisa kwamba ile nasaba yake ni bora. Ndio Mwenyezi Mungu katika kututanabahisha akatuambia, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Sisi tumewaumba, twajua, tumewatofautisha, twajua kuna makabila, twajua kuna rangi, twajua kuna nasaba, zote hizo tumezipanga sisi. Lakini lengo letu tulipozipanga si mtu ajifakhirishe nazo ama ajione, ni mtu azidishe uchamungu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sisi tutakachokiangalia na mtukufu kwenu nyinyi, tutakayemweka mbele, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Kwa hiyo kule kujiona kwa nasaba ni miongoni mwa mambo ambayo yatamwangamiza Muislamu, kwa sababu amejiona kupitia ile nasaba. Hivyo yaweza geuka nasaba ikawa ni mtihani, yaweza geuka ule ukawa ni mtihani. Utakaposimama mbele za watu ukaona wote ni viatu ambavyo wafao vivae uvikanyage, wote hawana maana mbele yako kwa sababu wewe ni nasaba fulani, hapo sasa ndipo ambapo waingia kwenye maangamivu, kwa sababu ya kule kujiona kwa hiyo nasaba. Kwa hiyo waweza ukaangamizwa kwa kujiona mwili, kwa kujiona nguvu, kwa kujiona nasaba, zote Muislamu waweza akaangamizwa. Nena katika baadhi ya mifano ambayo Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu ametuonesha katika Qur'an, Mwenyezi Mungu ametuonesha kwamba itapofikia daraja ikawa mtu yuwajiona kwa sababu ana wafuasi, pia huko kujiona kwa ajili ya wafuasi kunaweza muangamizi. Na Mwenyezi Mungu akatuonesha mifano katika Qur'an. Nenda katika Suratut Tauba, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu atuelezea, laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira, Mwenyezi Mungu amewanusuru sehemu nyingi. Wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum, siku ya vita vya Hunain Waislamu walijiona wengi. Wanasema Waislamu walikuwa takriban 12,000, Waislamu 10,000 kutoka Maka, Waislamu 2,000 kutoka takriban Madina. Ikawa ile idadi ambayo ina katika mapambano ni nyingi mno. Baadhi ya maswahaba ikawa hujiangalia, halafu wasema lan nughlaba al-yawma min qilla, leo namna tulivyo wengi hatuwezi kushindwa sisi, hatuwezi. Safari ilipoanza waelekea katika uwanja wa Hunain, lakini huku wameshajiona kwamba wao ni wingi. Mwenyezi Mungu akawaonesha kwamba uwingi sio ushindi, ushindi ni imani. Unapoketi na kujiona mimi nina wengi nyuma yangu, huko kunaweza kukuangamiza. Safari ilipokuwa wanaelekea usiku, wakifika baadhi ya sehemu, kumbe maadui wamejipanga baadhi ya sehemu usiku,
Waislamu wakaanza kurushiwa vyembe, na nusra ni kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini ukaja mtihani kidogo, kama kuonesha wingi wenu si kitu, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wakimbia na walikuwa wajiona wingi. Mtume kai wasema kwa sauti, ana nabiyyu la kadhib, ana ibn Abdul Muttalib, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu, mimi sikuja na maneno ya urongo, mimi ni mjukuu wa Abdul Muttalib, mimi ni mkweli. Wakabakiana mtume watu kidogo, ndio Mwenyezi Mungu akatuma majeshi ambayo hayaonekani kwa macho, Waislamu wakapata ushindi. Sasa kule kuona kwamba una wafuasi, kule kuona kwamba una mali, hili ni miongoni mwa tatizo ambalo litamfanya mtu aende akaangamizwe mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu katika suratul Kahfi alitupa mfano mzuri wa wale mabwana wawili ambao mmoja alikuwa hana uwezo, mwingine ana uwezo kupita kiasi cha kuwa Qur'ani yatuambia alikuwa na mabustani mawili. Mabustani hayo kuna na mito yanazaa mara kwa mara. Wadrib lahum mathala ar-rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Mabustani na bado ana makulima yualima, yani ni mtu yuko vizuri. Qur'ani hatuambia wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, akaingia katika mabustani yake, akaangalia mali hizi nilizonazo mimi, akaanza kujiambia baada ya kuwa ashajiona yeye ana uwezo, ma adhunnu an tabida hadhihi abada, haya mabustani nilopewa kama hayawezi kumalizika haya, hata mimi nikiana zangu mkilala miaka 5 bado mimi nitajiri. Akaendelea sema wama adhunnu sa'ata qa'ima, na kwa utajiri huu hakuna kiyama, hakuna kiyama. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba, na hata kama kiyama kiko, siku nikifufuliwa nitakwenda kupewa mara 2 ya haya, kwa sababu duniani ukiwa tajiri lazima ufufuliwe, ukiwa wewe bado nani tajiri tena ulipwe. Akawa yazungumza maneno ya kujiona, mwisho akamwambia mwenzake waliokuwa naye, akamwambia ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara, mimi nina mali nyingi kukushinda wewe, na mimi nina watu wengi nyuma kukushinda wewe. Kwa hiyo mali yake yakamfanya awaone watu wote hawana maana, akaketi kabisa yajiona, mimi nina pesa, chochote ninachokitaka dunia hii naweza kukifanya kwa sababu mimi nina uwezo. Wewe huwezi, huna kitu. Wale mwenzake akamkumbusha vizuri, akamwambia mimi sikatai, mimi sina uwezo kukuliko wewe, lakini ulipoingia katika haya mabustani yako usingemkufuru Mungu. Amwambia akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma sawaka rajula, wewe mkufuru Mungu aliyekuumba na mchanga akakufikisha hapo. Lakinnahu wallahu rabbi wala ushriku bi rabbi ahada, mimi simshirikishi Mwenyezi Mungu. Akamkumbusha, amwambia ulipoingia, walaula idh dakhalta jannatak qulta ma sha Allah, ulipoingia ungesema ma sha Allah. Wewe umeingia hapa na kujiona kwamba wewe una mali, hakuna kiyama, na hata kikiweko wewe bado utakuwa na uwezo, utalipwa. Mwenyezi Mungu aweza kukuletea adhabu. Amwambia yule bwana, Mwenyezi Mungu aweza kuangamiza, Mwenyezi Mungu aweza kuyaondosha. Ukawa ulikuwa tajiri, siku ya pili ukiamka huna kitu, acha kujiona. Qur'ani basi yatuambia wa uhitwa bithamarihi, kama kweli yale matunda yote na mabustani yalikuja kuzungukwa, kama ile fatafa alaiha taifu min rabbika wa hum naimun, kama ile yeye amekwenda zake, wa uhitwa bithamarihi, matunda yake yalizungukwa.
kama yalichomeka, kama yalipotea, kama yaliokotwa, kama yalivunwa. Lakini akiamka usubuhi, fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, akiamka yuwatafuta, haoni kitu, hamna mabustani. Mwenyezi Mungu amuonesha mfano tu, usijione, usikae kwa sababu ya vijisenti tulivyokupa ukaona umemiliki dunia nzima. Si vako, na kama mvako zikwa navyo, na kama ni vyako, mbona tuliwapa watu nyuma na hawakuenda navyo? Tuliwapa wakaketiketi wakaviacha, na wewe ketiketi utaviacha, atakuja tishe mwingine ataziacha. Huendi na kitu, utakwenda na nguo nyeupe tu basi, utakwenda kufukiwa kule chini ya mchanga. Bwana ameamka hakuna kitu, apiga kelele, mwisho ndo akumbuka, asema ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada, natamani singemshirikisha Mungu, lakini wapi, kusha. Basi ndugu zangu, ikiwa haya tulioyataja ni kama mfano wa kuzuia, wa kukanya, wa kukataza kitu kinachoitwa kujiona, ikiwa haya tuliyataja ni kama mfano, basi ni uzuri tukumbushane jambo lingine muhimu katika masala haya. Leo ndugu zangu, ulimwengu huu tulionao umejaa vitu vingi sana, na miongoni mwa mambo yaliyojaa katika ulimwengu huu ni jambo linaloitwa kujiona. Limeenea kwelikweli, hasa limeenea kwa talabatul ilmi, limeenea kwa wanafunzi ambao ni maustadhi, tunaita wale wanainukia sasa, ni maustadhi wa kesho ambao bado ni mabarobaro. Jambo hili limeenea kwao. Kwa nini nasema limeenea kwao? Kwa sababu sisi twajua, kama ambavyo tunabainisha mara kwa mara, kwamba ikhtilafu kwetu sisi Waislamu ziko, kutofautiana kuko, na hizi ikhtilafu hatuzianzi sisi. Sisi tumekuja kuzipata, zilianza huko nyuma. Hizi ikhtilafu hatuanzi sisi kuzitolea dalili, zimeshatolewa dalili. Sisi ni kama tunaposema ni copy and paste, ni kuchukua tu na kubandika, lakini si yetu. Lakini huku kujiona ninakokuzungumzia ni pale mwanafunzi kama mimi ambaye yuaona nitakuwa ustadi, na mwanafunzi mwenzangu mwingine atakapokuja kusimama na kunikejeli na kunidharau na kunitukana na kuniteremsha daraja, kwa sababu yeye aona yale maoni aliyoshika ndio alkitabu wa sunna, maoni ya mtu mwingine ni albid'atu wan nar. Maoni aliyoshika yeye ndio yale aliyokwenda kuyachukua kaburini kwa mtumi direct. Haya ulioshika wewe yana si direct bali ni indirect. Haya ndio mambo ambayo yanatuumiza. Hivyo ni dharura tukumbushane kwamba hata ilmu uliopewa na Mwenyezi Mungu ukijiona nayo itakuangamiza. Na katika hili naomba nieleweke sana. Ilmu uliopewa na Mwenyezi Mungu ukijiona nayo itakuangamiza. Mwenyezi Mungu ametupa mfano katika suratul Kahfi wa Nabii Musa, na hatupiji mfano huu kwamba Musa aliangamizwa. Tupiga mfano kuonesha Nabii Musa maafa yalimpata kwa sababu ya kujiona. Aliposimama siku moja Nabii Musa yatoa khutba katika wafuasi wake Bani Israila, akawauliza, ni nani mjuzi kunishinda mimi? Bimaana amefanya nini? Ameona kwamba mimi Musa unataka inifika kweli? Nani mjuzi kunishinda mimi? Man a'lamu minni min ahli al-ardh, katika watu wa ardhi nzima nani mjuzi kunishinda? Ile ilmu na ujuzi aliopewa ukamfikisha katika kuona katika ardhi yote hakuna aliopewa ilmu kumshinda yeye. Mwenyezi Mungu akamtumania Nabii Musa wahi, yuko mjuzi kukushinda wewe, ambaye tumempa elimu wewe hatujakupa, yuko. Ndio akaambiwa toka umtafute, utakwenda pata mjuzi kukushinda yeye.
Akatoka Nabii Musa akazurura, mwisho akaenda akakutana na Khidri, ambapo alielekezwa ukifika mahali fulani mkiona dalili fulani, huyo mwenye elimu kukushinda yuko hapo, akampata. Na naam, Nabii Allah Musa, Khidri alikuwa na ilmu ambazo Nabii Musa hana, kwa sababu Khidri alitoboa ile jahazi. Nabii Musa hakujua kwa nini ameitoboa, akalalamika. Khidri alikwenda akamua ule mtoto, Nabii Musa hakujua kwa nini mtoto ameuliwa, akalalamika, akaanza kumuuliza Khidri, mbona umeua? Khidri alikwenda akamwambia Musa, huu ukuta unaanguka, tuingie vibaruani tujenge ukuta usimame uno. Nabii Allah Musa hakujua haya yote, lakini Khidri alikuwa yajua. Kisha mwisho akambainishia kwa nini ametoboa jahazi, kwa nini alimuua mtoto, na kwa nini amwambia ajenge ule ukuta. Kisha akamwambia, wama fa'altuhu an amri, haya niliyofanya sikuyatoa kitoni mwangu. Usione nilitoboa jahazi ni fikra zangu, usione niliua mtoto ni fikra zangu, usione ninakwambia tujenge ukuta mawazo yangu. Haya ni mambo ambayo nimeamrishwa mimi na Mwenyezi Mungu yafanye, sikuyafanya kwa kichwa changu. Kwa hiyo ndugu zangu, unapopita katika mitandao, hasa hii mitandao ndio yenye shida zote, unapopita utakutana na mashaikh. Naweza ukakutana na mimi pia. Utakutana na wengi wanaozungumza. Hawa wanaozungumza, basi twapenda tuwakumbushe kwamba heshimu maoni ya mwenzako. Sijione wewe ni nini, umefika wapi, elimu gani unaojua mpaka ujione nani. Wanatuambia yule mfalme mmoja alipokuwa yupita mahali, watu wote wakampisha, sio? Wakampisha manake mfalme yupita. Bwana mmoja akaketi tu mwenyewe, hata habari hana. Yule mfalme akamuuliza kwa ukali, wewe, mimi watu wote wanipisha, wewe umeketi wanijua mimi ni nani? Yule akamwambia, nakujua wewe ni nani. Mimi ni nani? Akamwambia, wewe ni yule min nutfatin madhira, wewe ni yule uliotoka katika tone la manii, ama si wewe? Si ndio wewe uliotoka katika tone la manii? Mimi nakujua. Thumma tasiru jifatan kadhira, na kesho kuta utakuwa mzoga unaonuka. Nyumba uliokufa ndio watakao kutuambiwa kakuzike na wakuweke siku 4 kama kweli wakupenda, watakimbia wote katika hiyo nyumba. Kisha akamwambia, wa anta bainahuma tahmilu al-adhira, na kuanzia uwe tone la manii wewe mpaka utakapogeuka uwe mzoga, wewe umebeba choo hapo ndani ya tumbo lako? Ama mimi nakujua wewe, mwanzo wako ulikuwa tone la manii, mwisho wako utakuwa mzoga unaonuka, na kuanzia uwe tone la manii uumbwe mpaka utakapokufa, kila uendapo umebeba haja, kila uendapo. Usikae ukajiona wajua mimi ni nani, wajua mimi ni nani. Wewe ni nini? Basi kujiona, ndugu zangu, hata katika hizi ibada, mtu atakaposwali kisha atoke amuone yule ambaye hajaswali, huyu mimi ndio malaika, mimi ndio ambaye ni mtakatifu. Laweza likawa la muangamiza kwa kule kujiona na ibada zake, laweza likawa la mtia motoni kwa kule kujiona kama mimi kwa kumwabudu Mungu ni nani. Mimi naweza ngasimama dakika 10 bwana, yule akisimama sekunde 2 tu asharuku. Sisi ndio wenye hizi swala. Waislamu hakuna maafa mabaya kama kujiona. Kujiona ni katika mambo yanaweza kumwangamiza Muislamu. Basi Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.